Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Ni tukio la mwanaharakati kutoka Kenya, Boniface Mwangi, ambaye amepatikana huko Kenya. Lakini ukipita kwenye mitandao ya kijamii, ukipita katika mtandao wa X zamani Twitter, utakutana na Agatha Atuhaire. Watu wanahoji ya kwamba Agatha yuko wapi kama Boniface Mwangi amepatikana. Lakini hali ya Boniface Mwangi ipoje? Wakili wake pia amezungumza. Yote tutayaangalia hapa kiundani zaidi, lakini pia watu wana maoni gani kufuatia tukio hili ambalo limegusa nchi ya Kenya na Tanzania kidiplomasia. Nchi ya Kenya siku ya jana iliandikia barua nchi ya Tanzania kuwa na wasiwasi kuhusu hali ya Boniface Mwangi. Kilichotokea ni kwamba amepatikana Kenya baada ya kusafirishwa kwa gari kwa njia ya barabara kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka Kenya, sehemu ambayo inaitwa Ukunda, wakamwacha hapo. Moja kwa moja tuangalie kiundani zaidi, lakini pia wakili wake amezungumza nini baada ya yeye kupatikana. Lakini pia tusubirie kumwona mwanaharakati Boniface Mwangi yeye mwenyewe atazungumza kitu gani. Kenya, mke wake pamoja na wanaharakati wengine waliandamana mpaka ubalozi wa Tanzania jijini Nairobi, wakishinikiza serikali ya Tanzania pamoja na Kenya kuhakikisha ya kwamba Boniface Mwangi anaachiliwa. Lakini pia tuliona walikuwa wamebeba bendera ya Kenya, Tanzania pamoja na Uganda kama ishara ya kwamba Agatha Atuhaire aachiliwe pia. Watu kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii wanasema ya kwamba huenda hata Agatha Atuhaire kwa sasa yupo kwenye gari anarudishwa Uganda na kisha watakwenda kumterekeza kama walivyofanya kwa Boniface Mwangi. Moja kwa moja tuangalie kiundani zaidi taarifa hizi, lakini pia kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii. Mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka nchini Kenya, Boniface Mwangi ameachiwa na serikali ya Tanzania baada ya kushikiliwa kwa siku kadhaa, ambapo imeripotiwa kuwa alipelekwa na serikali ya Tanzania kwa gari kutoka Dar es Salaam hadi Ukunda nchini Kenya na kuachwa katika eneo hilo. Ameshikiliwa na serikali ya Tanzania kwa muda wa siku 3 na alikamatwa alipokuja Tanzania kuhudhuria kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa, Tundu Lissu, kesi ya uhaini. Lakini akiwa katika hoteli aliyofikia, hoteli ya Serena, aliweza kwenda live na kuelezea kile ambacho kimetokea hotelini hapo, akidai ya kwamba kuna watu wakigonga katika chumba chake na wamejitambulisha kama ni askari wa usalama wakimtaka apungue chumba. Lakini katika taarifa nyingine ambayo alichapisha kupitia akaunti yake ya X, aliandika kwamba maisha yake yapo hatarini baada ya watu hao kufika na kugonga chumba chake. Lakini akawaarifu watu tena kwamba watu hao wameondoka kwenye chumba chake baada ya kuona ametoa taarifa, lakini pia amekwenda live moja kwa moja na kuelezea kinachoendelea. Lakini kwa baadaye akakamatwa hotelini hapo na kushikiliwa kwa muda wa siku 3. Familia yake imethibitisha kupatikana kwa Mwangi na inasema alitelekezwa Ukunda na kwa sasa amepelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Mwangi amepatikana zikiwa zimepita saa kadhaa tangu serikali ya Kenya ilipoiandikia serikali ya Tanzania ikielezea wasiwasi wake kuhusu kukamatwa kwa mwanaharakati Boniface Mwangi mwenye nambari ya pasipoti BK 472892 ambaye alikuwa anashikiliwa nchini Tanzania, ambapo iliisihi Tanzania kumwachia kwa haraka Mwangi au iruhusu upatikanaji wa kibalozi kwa taarifa kuhusu Mwangi na iruhusu mabalozi wa Kenya kuonana naye. Baada ya barua hiyo ambayo ilikuwa ina mahitaji kadhaa: moja, kuhakikisha kwamba Boniface Mwangi anaachiliwa kwa haraka, au serikali ya Tanzania iruhusu upatikanaji wa kibalozi wa taarifa kuhusu Mwangi, lakini pia iruhusu mabalozi wa Kenya kuonana naye. Baada ya hapo, leo anapatikana akiwa Kenya
na ametelekezwa sehemu ambayo inaitwa Ukunda huko Kenya. Kwenye mitandao ya kijamii watu wengi wamekuwa na maoni tofauti kufuatia mwanaharakati huyu wa Kenya kupatikana huko, lakini nimesema hapa wakili wake amezungumza na kuelezea hali ya kiafya ya Boniface Mwangi. Moja kwa moja tuangalie hiki ambacho wakili wake amekizungumza. Moja kwa moja ni kwamba mwanaharakati Boniface Mwangi kusafirishwa na ndege hadi Nairobi kufuatia madai ya kuteswa sana. Mwanaharakati Boniface Mwangi anaripotiwa kushindwa kutembea ipasavyo baada ya kustahimili mateso anayodaiwa kupata katika kizuizi nchini Tanzania. Kulingana na ripoti kutoka kwa wakili wake James Kamua ni kwamba Boniface Mwangi alitelekezwa Ukunda, kaunti ya Kwale baada ya kurejeshwa Kenya kwa barabara kutoka Dar es Salaam. Tulipompata Ukunda hakuonekana kuwa katika hali nzuri, alionekana kuteswa sana. Wakili alithibitisha. Familia ya Mwangi sasa inapanga kumsafirisha kwa ndege hadi Nairobi kwa matibabu maalum kutokana na hali yake mbaya. Amethibitisha kuwa Boniface Mwangi alirejeshwa nchini, jambo ambalo limethibitishwa na katibu mkuu wa baraza la mawaziri nchini Kenya, Musalia Mudavadi. Amethibitisha kurejeshwa kwa Mwangi baada ya siku kadhaa za sintofahamu ya wapi alipokuwa. Nimekuambia kwa sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii watu wanahoji ya kwamba mwanaharakati kutoka Uganda Agatha Atuhaire yuko wapi baada ya Boniface Mwangi kupatikana huko Kenya. Wengi wamekuwa wakiposti ya kwamba free Agatha Atuhaire, wakihoji ya kwamba Agatha yuko wapi. Kituo cha runinga cha NTV kimeeleza kuwa mwanaharakati Boniface Mwangi amerejeshwa Kenya baada ya siku kadhaa za kushikiliwa jijini Dar es Salaam, ambapo alikwenda kufuatilia kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu. NTV imeripoti kuwa waziri wa mambo ya nje na masuala ya diaspora Musalia Mudavadi amesema Mwangi aliachiliwa asubuhi ya leo Mei 22 mwaka 2025 bila kutoa taarifa zaidi. Aidha, NTV imesema familia ya Mwangi imethibitisha ndugu yao alisafirishwa kwa gari na kutelekezwa kwenye mpaka kati ya Tanzania na Kenya, eneo la Ukunda, ambapo kwa sasa wanampeleka hospitali kwa ajili ya matibabu huku akidai ya kwamba ameumizwa. NTV wanahoji ya kwamba Boniface Mwangi amepatikana, yuko wapi Agatha Atuhaire? Lakini pia ukipita kwenye akaunti ya Maria Sarungi amechapisha pia picha kupitia akaunti yake ya X, ameandika free Agatha Atuhaire, where is Agatha? Watu mbalimbali wanatoa maoni yao hapa kwenye posti hii ya Maria Sarungi. Huyu wa kwanza anasema wahakikishe ya kwamba anakuwa salama na anapatikana akiwa salama. Lakini pia mwingine anasema serikali ya Tanzania imedhihirisha ya kwamba yenyewe ni katili kiasi hiki. Watu wengi wanatoa maoni yao, na sasa tuangalie maoni ya Watanzania kadhaa ambao wamepata nafasi ya kutoa maoni yao kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kufuatia taarifa ya Boniface Mwangi kupatikana Kenya. Lakini wakili wake amethibitisha kwamba Boniface Mwangi anasema aliteswa na kupigwa na kuumizwa vibaya, hivyo anapelekwa hospitali na kubebwa kwa ndege mpaka Nairobi kwa ajili ya matibabu. Huyu wa kwanza anasema kimsingi wamemwachia pia iwe funzo, kwa mfano wanaharakati watoke Tanzania waende kufuatilia mambo ya akina Gachagua Nairobi. Ni hatari sana. Lakini pia mwingine akasema wasiojulikana walimpa lifti hadi Kenya. Lakini pia mwingine akasema hii bato ya kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania ni hatari. Lakini pia mwingine akasema Wakenya mkija huku tena tutahakikisha kwamba mnabakia Tanzania. Lakini pia mwingine akasema chezea Wakenya, Mzanzibari kaona isiwe shida, si kwa kumchamba huko aise, kumbe inawezekana. Wakenya tunaomba mtupambanie, naomba kuzaa na mubaba wa Kenya aise. Lakini pia mwingine akasema mbona husemi kama kapatikana akiwa kapigwa sana na kuumizwa? Huyu amecomment pia hapa kwenye moja kati ya peji ambazo zilitoa taarifa hii hapa Tanzania. Lakini pia mwingine akasema ila serikali yetu ina roho nzuri sana, imagine mtu anapelekwa peke yake mpaka Kenya. Lakini pia mwingine akasema
Chadema ianzishe kundi la waasi binafsi, nitakuwa mstari wa mbele kushika bunduki, ndo tutaheshimiana ndani ya nchi hii. Lakini pia mwingine akasema Afrika nzima, nchi yenye demokrasi na isiyoyumbishwa wala aina uchawa ni Kenya na Nigeria. Lakini pia mwingine akasema waache kabisa kuja kutuvurugia amani, vita vya ndugu ya nini kujifanya kuingilia kwao kila siku vita za hapa na pale, kwa nini wasitulize kwao kwanza, pawe shwari ndo walete vihelehele huku Tanzania. Lakini pia mwingine akasema Tanzania hatuko fair hata siku moja. Mimi nasema sipendi serikali inachofanya, nje na nchi zingine ziingilie tu kati kumtoa huyu mama, maana tutaleta vita. Lakini pia mwingine akasema kwamba Tanzania is a small dog mbele ya Kenya in almost everything. Hiyo iko wazi. Free Tundu Lissu, wengi wametoa maoni yao. Uhuru wa kujieleza na kutoa maoni, watu wanaotumia vizuri kweli kweli. Tuachie maoni yako, lakini tutazidi kufuatilia zaidi. Agatha Atuhaire yuko wapi? Tutakuhabarisha hapa. Lakini pia baada ya kufika hospitali, Boniface Mwangi hali yake ipoje? Lakini pia akipata nafasi ya kuelezea kilichotokea Tanzania baada ya kushikiliwa kwa muda wa siku 3 kama inavyodaiwa na wakili wake, ya kwamba Boniface Mwangi anasema amepigwa na kuteswa na kuumizwa vibaya. Tutamsikiliza akizungumza, lakini pia ni wakina nani ambao walikuwa wamemshikilia haswa. Yote tutakufahamisha hapa. Kubwa ni kwamba Mudavadi amethibitisha kwamba Boniface Mwangi pia amepatikana. Where is Agatha Atuhaire? Tutakuhabarisha hapa. Kubwa, endelea kukaa karibu nasi na utuachie maoni yako.